Mubashara mtazamaji, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Kuanzia sasa tutakuwa tunatupia jicho na kuangazia ni kipi ambacho kinaendelea kufanyika katika kaunti mbalimbali humu nchini Kenya. Lakini kwa sasa tutakuwa tunaanzia katika kaunti ya Nairobi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Kenya, mtandao wa Twitter ni @TV47 Digital @Paul Kirobi. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuanze moja kwa moja. Kwa sasa mtazamaji, makundi mbalimbali yamekuwa yakiandamana kufanya maandamano ya kuadhimisha miaka 36 ya siku ya Sabasaba, na shughuli za usafiri zimetatizika katika maeneo mbalimbali ya nchi, na ambapo polisi wamefunga baadhi ya barabara za kuingia mji mkuu. Kwa sasa mtazamaji, hata tuanzie katika maeneo ya Kangemi ambapo mwandishi wetu wa habari Joash Onsare amekita kambi katika maeneo hayo. Joash Onsare, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze hali iko vipi? Shukran sana Paul Kirobi, na kupata mubashara ukiwa katika studio zetu hapa jijini Nairobi. Nami niko katika kaunti hii ya Nairobi wakati ambapo tunafuatilia matukio na pia matokeo yale ambayo yanajiri katika maeneo mbalimbali ya jiji. Na Kirobi, ulivyosema, baadhi ya makundi ya Wakenya wamejitokeza kuadhimisha siku ya Sabasaba katika eneo hili la 87 katika barabara ya Waiyaki Way. Hali ni tulivu. Tumeona wahudumu wa bodaboda wako katika shughuli zao, lakini wanasema kwamba biashara ziko chini. Pia tumezungumza na wanabiashara, wanasema kwamba ndio wamefungua, lakini hamna cha mno. Kile ambacho wanafanya ni kuhakikisha kwamba wamefungua, lakini biashara hazipo, watu hawapo. Na ndiposa tuzungumze na baadhi yao ambao wamefika hapa ili tusikilize hisia zao, na moja kwa moja nitamshirikisha bingwa mmoja hapa. Karibu sana ndani ya TV47, tuambie unaitwaje, ulianzaje siku hii ya Sabasaba? Kwa majina mimi naitwa Parasi Abdalla, kama chairman Kamagera Waiyaki Way. Ningependa kusema kwa kweli hii maandamano ya leo, cha kwanza nimefurahia kuna amani. Hata kama kuna njaa na makazi zimesimama na nini, kama mimi vijana wangu wameumia sana kwa siku ya leo, hata sijui machama na nini boma zao talipa nini, lakini najua Mungu atafungua njia. Lakini nimefurahia kuna amani. Cha pili, ningependa kuzungumza na Wakenya. Mimi kama kiongozi ningependa kueleza Wakenya hii mambo ya maandamano, hii mambo ya kuandamana tuachane nayo, kwa sababu unaona hizi mambo na unasema njaa, mambo na kusema kuharibu mali, mambo na wizi, mambo na nini, inaletwa na sisi wanadamu, sisi wenyewe. Tukienda tulie tu kama Wakenya na tufanye mambo tukiongea like a dialogue, tuongee kama Wakenya na mambo tutasikizana. Lakini mambo ya watu kufanya vurugu nini, lakini unaona like for the past 2 maandamano, si ya leo na ile ingine, it was a peaceful maandamano. Hapa ndio mahali unaweza jiongea, unaweza sikika. Unajua pia Mheshimiwa Rais amefanya kazi mzuri, kwa sababu hii security ameweka huku ni ya kuleta amani, si ya kuharibu mtu. And I want to tell Kenyans, and I'm being honest, I want to tell Kenyans, tuachane na maandamano kabisa. It is high time we focus with our nation, tujue the way tutaunda nchi yetu. It is high time tunaongea na waheshimiwa, we correct them through mistakes, ile mambo wanafanya, not just kuanza kuandamana, kupiga kelele, kuwasha mataa. That is not the solution. Biashara imekuaje leo? Biashara leo iko chini, kwa sababu unajua watu ndio mali na watu wajaamka, unaelewa. Na kile kitu naweza sema, kwa kuwa maandamano, it is part of our constitution and it is right of Kenyans, and it has brought more harm than good, because unaona most businesses zimefunga, and I wonder that like some hotels, wale mama samaki nini, vitu zao mingi zitaharibika, wale watu wa mabucha. But we know, Kenya mimi naamini sisi wa Kenya tuna dhambi na hakuna mtu tumekosea. Mwenyezi Mungu atatusaidia, unaelewa ndugu yangu. Unajua katika hii maisha ya saa hii na uongozi wa saa hizi haitaki ubishi, unaelewa, haitaki ubishi. Nini nataka Wakenya tutumie hekima, tujue vile tutasaidia nchi yetu. Lakini Wakenya tukianza kutumia nguvu, maandamano, wengine tutapoteza maisha, watoto wataumia, watu wengine watakushuma shule za kwanza kuendwa, mambo yatakoza kufanywa hapa na pale, inaleta shida na hasara kubwa katika jamii. Mimi ningependa tu kueleza Wakenya kuwa ni hivi, tumuombe Mwenyezi Mungu na tuweke Mwenyezi Mungu mbele kabisa siku zote, atusaidie na atuboreshe
amani na adumishe akili za Wakenya, wawe na hekima, waweze kujua ya kwamba siasa sio vita, siasa sio kelele, siasa ni kuongea na kusuluhisha, siasa ni kuongea na kuelewana. Hiyo tu ndo siri ya maisha. Shukran sana kwa kauli zako, kauli nzito. Kirobi, unazisikiliza kutoka eneo hili la Kamagera, sio? Chairman wa Kamagera. Na bila shaka amezungumzia mengi. Tusikilize mwingine anasemaje. Kuna kaka mmoja hapa, niliona ulikuwa katika pilka za bodaboda. Labda umepata faida leo au kumeendaje? Siku ya leo kwa kusema kweli, siku ya leo ni mbaya, kazi iko chini. Lakini tunamshukuru Mungu maana usalama upo. Ndo tunashukuru Mungu, tutaendelea kuangalia kama kitakuwa venye itakuwa masaa mengine. Inspection imekuwaje? Umefanyiwa inspection na polisi? Hapana, iko usalama iko. Labda hivi sasa tunapozungumza, biashara yako imekuwaje ukilinganisha na siku zile zingine wakati hakuna maandamano? Kwa kweli biashara iko chini, sio kama siku zingine. Siku zingine naweza nikapata 2,000, 3,000, lakini kwa leo hadi sasa hata sijapata 500. Siku ni mbaya sana. Naam, shukran sana kwa kauli zako. Tusikilize bingwa mwingine hapa. Unaitwaje? Hali imekuwaje baba? Naitwa Hamaton. Ndio. Hali si hali. Si baya sana, kuna amani, maandamano hata kama iko kumetulia. Kazi jakuwa mzuri sana. Tuko tu tunapambana. Hakuna mambo mengi. Shukran sana. Kirobi, umeasikiliza mwenyewe, niko katika eneo hili la 87 barabara ya Waiyaki Way. Tunazidi kufuatilia kupata hisia za wakazi ambao wanazidi kuendelea na shughuli zao. Wanasema shughuli zipo, lakini hizi shughuli zinajikokota kwa sana, na ndiposa hivi sasa wanataka tu mambo yawe shwari, waendelee na shughuli zao za kawaida, wakati ambapo taifa linaadhimisha siku ya Sabasaba. Ikumbukwe ni miaka 36 ya Sabasaba, wakati ambapo viongozi wengi waliweza kushiriki maandamano ya mwaka 1990 kutafuta ile demokrasia ya mfumo wa vyama vingi, na ndiposa wakati wa katiba wakati huo, wakati kile kipengee cha 2A kikaweza kufanyiwa marekebisho, na ndiposa kuna vyama vingi, demokrasia ya kujieleza, na hivi sasa Wakenya wanasema kwamba watakuwa wanafuatilia yale ambayo yanajiri. Nasi hapa mtazamaji, tunahakikisha matukio na matokeo yote tunakupasha mubashara kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Paul Kirobi, usukani kwa kuendelea kutupa taswira ilivyo katika maeneo mengine. Paul. Naam, asante sana Josh Onsare kwa kutujuza ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Kwa sasa mtazamaji, watafululize hadi huko maeneo ya Kitengela ambapo tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Mudhoni Brenda atujuze mengi zaidi. Hali ya usalama iko vipi Mudhoni kwa upande huo? Shwari zaidi. Nami na kikosi changu tuko hapa katika barabara kuu ya Namanga tukielekea katika mtaa wa Kitengela. Na kama unavyoona mbele yangu, Paul Kirobi, maafisa wa usalama hapa wamepiga doria kuhakikisha kwamba hakuna kikundi kinachojipenyeza yani kuharibu utulivu unaoonekana hapa katika hali ya Kitengela. Na ndio hao sisi tumesimamishwa pia kama abiria wale wengine kufanyiwa ukaguzi. Na unaona ukaguzi si ukali vile, wameturuhusu tukaja kupita. Basi Paul Kirobi, kama unavyoona hapa katika mtaa wa Kitengela, ikilinganishwa na siku za hapo nyuma ambapo barabara kuu ya Namanga iligeuzwa uwanja wa vita na kufungwa kwa mawe na matairi yaliyochomwa, leo hii mambo ni tofauti kabisa. Magari yanaenda yakirejea bila hali ya sitofahamu yoyote, na hadi malori makubwa ya kubebea mizigo ambayo yanabebea katika barabara hii kuu ya Namanga yanaweza kwenda bila tashwishi yoyote. Idadi ya watu unaona ni kama ile tu ambayo tulishuhudia pale katika barabara ya Outer Ring, ingawa wale ambao tumeongelesha wanatuambia wako na hofu kidogo
kwamba kunaweza kuwa na machafuko na huenda ikawa ndio maana wengi wao hawajajitokeza. Ukiangalia Paul Kirobi, hapa mtaa wa Kitengela biashara nyingi zimefunguliwa, lakini hata wale ambao wamefungua wametuambia kwamba leo watakuwa wanahesabu hasara peke yake, kwani umefungua duka lakini wateja hakuna. Ukiangalia upande wetu wa kushoto, picha zinazokujia kwa sasa Paul Kirobi, utaweza kuona madereva wa magari ambayo almaarufu tunaziita tuktuk wametegea hapa, kumaanisha kwamba hakuna abiria, hakuna wateja. Na tukisonga hapa mbele, manake tulikuwa tumepiga doria wakati muda sio kitambo, na tuliweza kuona Naam, kunradhi mtazamaji kwa sintofahamu ya picha hizo za moja kwa moja kutoka maeneo ya Kitengela, lakini kwa sasa tukitoka huko, wacha tuelekee kwa Sheila Chelangat, mwanahabari wetu ambaye amekita kambi katika mji wa Nairobi, atujuze mengi zaidi. Hali iko vipi? Sheila Chelangat, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Tunakukujia mbashara kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, yani Nairobi CBD, ambapo tunafuatilia maadhimisho ya Sabasaba Day hapa jijini Nairobi. Ikumbukwe kwamba waliokuwa wanataka kupanga maandamano haya walitaja kwamba wangeanza maandamano yao katika bustani la Jivanjee hapa jijini Nairobi, wakielekea katika majengo ya bunge, lakini kufikia sasa hatujaona lolote kama hilo likifanyika, ila ni uwepo tu wa maafisa wa polisi ambao wameshikia doria kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa hapa jijini Nairobi. Awali tuliweza kuzungumza na wakazi wa Nairobi ambao walitaja kwamba waliweza kupitia ukaguzi wa magari ya huduma za umma, hatua ambazo polisi walikuwa wametaja kuwa ni za kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa jijini Nairobi kwa wale wote ambao wanatarajia kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Kundi ambalo lilikuwa limepanga maandamano haya walikuwa wametaja kwamba takriban watu 3,000 wangeshiriki katika maandamano hayo katika bustani la Jivanjee kuanzia mida ya saa 3 asubuhi, ila imefika saa 5 na hamna chochote ambacho kimefanyika tayari. Tunazidi kusubiri kuona iwapo waandalizi wa maandamano hayo wataweza kufika jijini hapa CBD. Hapo jana kamanda wa Nairobi Isa Mohamud alitaja kwamba hawakuwa wamepokea notisi, ila waandalizi hao walizidi kusisitiza kwamba walikuwa wametoa notisi yao kwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, na pia kusema kwamba wataendelea na maandamano hayo yaliyokuwa yamepangwa. Kwa sasa tunazidi tu kusubiri kuona iwapo watajitokeza na kutazama iwapo watafika kweli kwenye majengo ya bunge. Awali tulikuwa tumefika kwenye majengo ya bunge na hapo hapapitiki kwa sababu kuna heavy police presence as well as barbed wire ambayo imewekwa hapo kuzuia watu kufika mahali pale. Kwa sasa tutazidi tu kurusha macho na kutupa jicho kuona iwapo waandalizi wa maandamano haya watatokea, ila unavyoona nyuma yangu ni kwamba magari ya polisi yamekuwa deployed katika eneo hili, ambapo sasa tulikuwa tunasubiri tu waandalizi hao kujitokeza, lakini hali ni shwari. Usalama umeimarishwa jijini Nairobi, biashara zinaendelea, wafanyabiashara wamejitokeza na wale ambao wako kazini pia wameweza kufika kazini. Kirobi, narudisha usukani kwako. Lolote likijiri tutawapa updates further.
Naam, asante sana Sheila Chelangat kwa kutupasha ni kipi ambacho kinajiri katika mji wa CBD. Kama jinsi ambavyo umetazama mtazamaji, ni magari ya polisi ambayo yameweza kufika katika mji wa Nairobi, na kama jinsi ambavyo mwandishi wetu wa habari ametujuza, ni kwamba biashara zinaendelea. Hakuna vurugu zozote ambazo zimeshuhudiwa katika mji wa Nairobi. Japokuwa katika kaunti ya Mombasa hapo mwendo wa asubuhi tumeona wale wanaharakati wakiweza kufanya maandamano kuhusiana na siku hii ya Sabasaba, ikiwa ni miaka 36 sasa, wakati ambapo baadhi ya wanaharakati walijitokeza katika uwanja wa Kamukunji mwaka wa 1990 ili kuweza kufanya mkutano mkubwa wa kisiasa wakipinga utawala wa chama kimoja, na hivyo basi nafasi hiyo ikasababisha kufanyiwa marekebisho kwa katiba ambayo inafahamika kama Section 2A, ndiposa kukawa na vyama vingi vya kisiasa humu nchini Kenya. Lakini kumbukwe pia mtazamaji, wanaharakati ambao wanafanya maandamano sasa hivi wanaangazia swala la uchumi, pamoja na kile ambacho wanaharakati wanataja kwamba ni uongozi mbovu ambao unawafanya wananchi kuelekea katika maandamano. Ikumbuke siku ya leo ni siku ambayo hufanyika kila mwaka, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7, maana yake ni Sabasaba, miaka 36 sasa baada ya maadhimisho ya siku hiyo maalum. Na siku ya leo mtazamaji, kumbuka kwamba shughuli za usafiri zimetatizika katika baadhi ya kaunti mbalimbali kufuatia hofu ya kuwepo kwa maandamano, na tayari tumeona katika runinga yetu tayari kumekuwepo na maafisa wa polisi ambao wametumwa katika mji wa Nairobi ili waweza kushika doria kuhakikisha kwamba wale waandamanaji hawafiki katika mji wa Nairobi na kuweza kufanya maandamano, swala ambalo imewafanya baadhi ya wanabiashara kufunga biashara zao wakihofia maandamano hayo. Lakini kwa sasa mtazamaji, naarifiwa tuvuke hadi katika kaunti ya Nakuru, ambapo kwa sasa tunaungana naye Mike Chalo tujuze mengi zaidi. Mike, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, shughuli iko vipi maeneo hayo? Naam, asante sana Kirobi. Tofauti na maeneo ya Nairobi ambapo ama ulivyosema kumeweza kushuhudiwa vizuizi, hapa katika jiji la Nakuru kila kitu kinaonekana kuwa shwari. Biashara nyingi zipo wazi, magari ya usafiri wa umma ambayo nayaona baadhi ambayo yapo nyuma yangu ni kuwa kila kitu kinaendelea sawa. Biashara zinaendelea, maduka yanaendelea, barabara nyingi ambazo zinaingia katika jiji la Nakuru zinatembea tu kwa mwendo ulio sawa na barabara kuu ya Nakuru Nairobi na ile pia ya Nakuru Eldoret. Magari yanatembea tu kama sawa, kumaanisha kuwa uchumi unaendelea. Miaka pengine tunazungumzia kama 36 tangu maadhimisho ya Sabasaba ambayo yalikuwa yanapigania zaidi demokrasia ya vyama vingi hapa nchini. Na vile vile awali tulikuwa tunazungumza na wanaharakati wakisema kuwa miaka hii ambayo imepita, tunazungumzia 36 tangu Sabasaba kuadhimishwa, ni kuwa wajaona tofauti kubwa, manake ukandamizaji upo bado katika taifa hili. Lakini sitaki kuzungumza mimi niambiwe mimi ndio nilisema. Ninao baadhi ya wanaharakati wengine na wakazi wa jiji hili ambao pia tutakuwa tunazungumza nao waweze kutuambia pengine maoni yao ni gani hasa kuhusiana na maadhimisho ya Sabasaba hapa katika kaunti ya Nakuru. Nikianza na wewe Laban, pengine uweze kunielezea maoni yako ni gani hasa taifa ninapoadhimisha siku ya Sabasaba hapa katika kaunti. Okay, kwa majina ni Laban Msundi, mwanaharakati katika jiji hili la Nakuru. Na ningesema kwamba kuna mafanikio makubwa ambayo tumeona katika taifa letu la Kenya jinsi kutokana na ile maandamano ya Sabasaba. Kitu ya kwanza ni katiba ya Kenya na kupata uhuru wa kujieleza, ile the freedom of expression. Sasa hivi naweza zungumza, lakini ukweli ni kwamba nalala mlango kiwa wazi, si maneno ya kufuatiliwa sana. Lakini jambo ambalo tunapostuliwa katika regime ambayo tuko nayo sasa hivi, tumeanza ku reverse back to those old days, ambapo ni kwamba ninapozungumza, ninapopata hali ya kujieleza, ninapojieleza ni kwamba nakuwa na wasiwasi ya kwamba nitalala vipi
ama unapata kwamba kuna ile hali ya forced disappearance. Hiyo ndio kitu ambacho tuko nacho katika ambacho tuko nacho katika sasa hivi. Serikali hii ni kama imeanza kuturudisha nyuma zile miaka zile za kitambo. Hilo ndio jambo ambalo tuko nalo katika. Pengine unaona swala hili likiweza kuisha, ukandamizaji, utekaji nyara, kwa maoni yako, pengine taifa kama hili linahitaji miaka mingapi ili tuweze kusema kuwa tuko huru zaidi, Wakenya wanaweza kujieleza bila kukandamizwa? Ukweli ni kwamba tuhitaji miaka mingi. Ukweli ni kwamba we just need the political goodwill kuhakikisha kwamba watu wanaheshimu katiba ambayo tuko nayo so progressive. The Bill of Rights imetupatia uhuru. The problem ambayo tuko nayo ni katika implementation, na wale watu ambao wako katika mamlaka kuheshimu katiba yetu ya Kenya. That's what we are lacking. We don't need any time. We just need people, the duty bearers, to respect the constitution of Kenya. Asante sana kwa maoni yako wewe kama mwanaharakati katika jiji hili. Tunazungumzia serikali kama 4 tangu serikali ya Moi, ambapo kulikuwa na maandamano haya ya Sabasaba. Ni utofauti gani ambao umeuona kutoka wakati ule hadi wakati huu? Kwa hivi sasa ninaweza sema jina langu bado ni Muna kutoka Nakuru County, ila jina kamili ni Maimuna Mwinyi. Mimi ni mwanaharakati hapa Nakuru, na tukiangalia before 2010 na saizi, katiba yetu imetupatia nguvu sisi kama wananchi kuweza kuzungumza ama kujiongea. Na ukiangalia hapo awali chama ilikuwa tu ni moja, na ilikuwa haukuwa na ile uhuru ya kuongea ama kuposoa ama kukosoa mtu yoyote. So kwa saizi naweza sema tunajivunia kwa sababu katiba yetu imeweza kutupatia ile nguvu sisi kama wananchi kuongea. Ukiangalia the preamble inasema we the people. Inamaanisha sisi wananchi tuko na ile kipawa ya kuzungumza, kutoa marekebisho na kutoa pendekezo. Lakini kitambo ilikuwa hauwezi zungumza. Ukizungumza the next day unasikia umepotea. Ukizungumza unasikia the next day labda ulichukuliwa kauliwa, unapatikana kwa hali ambayo kwamba ina utatanishi. Na ombi letu ni kubwa, ni kuomba viongozi wetu zaidi sana wajaribu kuhakikisha wanaheshimu katiba yetu na wanaitekeleza katiba yetu jinsi tulivyotarajia iweze in short ikuwe implemented the way inafaa kuwa implemented katika nchi yetu ya Kenya, ndio tuweze kukua sisi na Wakenya na ile uhuru ambayo kwamba tuko nayo. Tukisema tunataka kutokea kwa street, hatujasema tumekuja kupigana na mtu, lakini tumekuja kufungua roho yetu na kutoa malalamisho yetu kama sisi wananchi. Asante sana kwa maoni yako wewe kama mkazi wa jiji hili, mfanyibiashara. Leo mmeweza kuamua kuwa muweze kudumisha amani, hasa pia katika kaunti ya Nairobi, japo kuna tu vizuizi vingi vya kuingia mjini. Kwa maoni yako, nadhani Wakenya wamechoka kuandamana ama ni kitu gani ambacho kinaendelea? Ile kitu naweza sema kama Reverend Francis Etan, mimi naweza kusema ya kwamba maandamano saizi hakuna. Maandamano ilikuwa kwa ya baba ndio alikuwa mwenye maandamano, na venye baba alienda na maandamano, na pia hakuna watu wa kusapoti watu. Wewe huwezi tokea uandamane na una supporter. Watu wengi ambao wanatokea maandamano ni wale wako na supporter, kwa sababu wanajua hata wakiumia wako na mali. Saizi utokea maandamano hauna supporter, hakuna mtu wa kukusaidia, utaumia bure. Kwa hivyo ile kitu tunaweza kusema watu waendelee na biashara zao, waendelee na kazi kama kawaida, na Mungu mwenyewe atawabariki. Asante kwa maoni yako kwa dakika 1 sekunde 30. Maoni yako ni gani hasa taifa linapoadhimisha siku ya Sabasaba? Kwa majina naitwa Rwara kutoka Nakuru. Taifa ikiidhinisha hii siku ya Sabasaba, for now ni at least that we can express freedom for expression. Hiyo ndio kitu ya maana. Na ndio unapata hata kwa nyumba mtoto anaumiaga akikosa ile expression ya kuongea na mzazi. Mtoto anaenda kukua street boy juu ameshindwa kuongea na mzazi wake, wamekosana, anakuwa tu street boy because of expression, dialogue kidogo tu enye inaweza kwa huyo mtoto, labda kuna jambo imefungia moyoni, inaweza saidia hata ile government kubwa. Juu labda government yetu imedili na mambo zingine mingi hadi inasahau tunaweza ongea na tuwasaidie. So kwetu kama Nakuru kila siku ndasema ni amani.
amani, kazi inaendelea kawaida. Hata polisi wanapiga patrol, wanajikinga mahali wakikunywa maji. Juu saizi tunaenda tukigutuka, na bado the more tunaenda tukigutuka, the more tunahitaji pesa mingi. So kila wakati ni amani, so tunafurahia hii freedom ya saizi. Tunafanya maandamano ya kimoyo moyo, ya mwenye anaweza ongea aongee, mwenye haongei haongei. Hiyo ndo sababu yetu, na tunashukuru kabisa amani iko Nakuru. Tunafurahi si wafanyakazi pia. Asante. Kirobi, ndio baadhi ya wakazi, wanaharakati, wafanyabiashara hapa katika jiji la Nakuru wakizungumzia suala zima la siku ya Sabasaba, kuweza kuadhimisha siku hii ambayo ilikuwa inapinga zaidi utekaji nyara, ukandamizaji hasa wa viongozi kutoka mirengo ile ya upinzani wakati ule. Na miaka 36 baadaye wanasema angalau kile ambacho taifa inaweza kujivunia ni katiba mpya ambayo imempatia Mkenya uhuru wa kujieleza. Sawa tu na masuala mengi ambayo wameweza kuyazungumzia, lakini kikubwa zaidi wanachokitaja ama wanachokitaka zaidi ni amani. Sana taifa pia na viongozi wa serikali waweze kuchukua fursa ile kuweza kuwasikiza wananchi wake. Ndio hali ilivyo katika jiji hili. Sina mengi, japo ni biashara ambazo zinazidi kuendelea, usafiri unaendelea kama kawaida, japo idadi kubwa tu ya maafisa wa polisi ambao wanapiga doria katika sehemu mbalimbali za jiji hili kuweza kuhakikisha kila kitu kiko shwari. Kutoka hapa Kirobi na rejesha uskani kwako, tukiwa tunafuatilia matukio na matokeo hapa katika jiji hili Kirobi. Asante sana Mike Chalo ukiwa katika kaunti ya Nakuru. Kwa sasa tukitoka huko, kwa sasa wacha tuelekea hadi katika kaunti ya Mombasa. Tuungane naye Quinto Wafula hatujuze mengi zaidi. Quinto. Kutoka kisiwani Mombasa, hapa ni katika eneo la Treasury Square, na ndipo kilele cha maandamano ya siku hii ya leo kinatarajiwa kuwa, na waandamanaji wamezunguka jiji zima. Jinsi ambavyo picha ambazo umeziona hapo mbeleni ni kwamba kumekuwa na vurugu kidogo kati ya waandamanaji na polisi. Waandamanaji wakisema kwamba polisi wanawapeleka mbio sana, hawaachi watumie muda wao vizuri kuandamana siku hii ya leo. Kwa hiyo wameandamana jijini Mombasa kutoka katika eneo la Mapembe wakaelekea katika mzunguko wa Marikiti pale, kisha hapa katika eneo la Treasury Square ndipo kilele. Wacha tusikie tu kutoka kwa mmoja ambaye amekuwa mwandamanaji na amekuwa mstari wa mbele sana. Anza tu kwa jina, utueleze mbona siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Andrew Mativo, ni mkazi wa Mombasa na ni mwanaharakati wa masuala ya haki za kibinadamu. Hii siku ya leo tuko hapa kwa maandamano haya kuadhimisha siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ni siku wazee wetu waliweza kufanya ukombozi katika taifa hili. Ukombozi wenyewe ulikuwa ni kuhusu ukombozi wa multipartyism ambao serikali ya aliyepita hayati Moi aliweza kukandamiza wanasiasa, kukandamiza vyama vya kisiasa, na sisi sasa tunaenjoy uhuru huo, na tunaamini kwamba baba zetu walipambana vilivyo wakajikomboa, na hii generation yetu ni wakati wetu wa kupambana vilivyo tuweze kujikomboa, na ninaamini kwamba if our fathers did it we can do it even better. Yeah. Ni nini mlicholenga siku hii ya leo na mnadhani kwamba kimefikiwa? Bado matarajio kwanza iko ni kuweza kuweka picha hii kwamba tumekataa unyanyasaji, tumekataa mauaji, tumekataa utekaji nyara, tumekataa ukandamizaji wa vyama vya kisiasa na wanasiasa, na tunaamini kwamba statement inayofuata itaweza kuelekeza na kupatia picha taswira iliyopo. Asante. Vile tuweze kusikia kwa mwingine, labda ukaribie tu utueleze siku ya leo mbona mkajitokeza na nini ambacho mmelenga kwa siku ya leo? Leo naitwa Mwanase. Leo ni Sabasaba na ni siku muhimu sana kwa Wakenya kwa sababu leo miaka 36 iliyopitia kuna Wakenya wazalendo wengine ambao pia walitokezea, walikuja barabarani na waliendelea kuandamana kwa sababu kusukuma multi-party democracy. Na baada ya wale pia kuna wengine ambao walikuja kabla ya wao na baada ya wao kutetea demokrasia yetu, nchi yetu na Wakenya wetu. Baada hiyo ilifungua njia ya wengine pia kutetea hii katiba ambayo tuko nayo leo, lakini katiba serikali wa leo pia wanaichukulia kama ni tishu kwa sababu hawana heshima na katiba yetu. Wananchi wako na haki zao, wako na freedom zao, wako na uhuru zao ambao ni kwa sababu
ya wengine ambao walitokezea. So leo tuko hapa kuwakumbuka na kuendelea kutekeleza katiba yetu. Mauaji inaendelea Kenya, watu wanatekwa nyara, watu wanapotezwa na serikali na polisi, na sisi kama Wakenya tumekataa. So tuko hapa kujenga Kenya bora, kutetea na kutekeleza katiba yetu. Acha tusikie kwako. Tumeona mkisumbuana na maafisa wa polisi muda, labda kwani mlipewa muda ni nini kile kinaendelea katika? Sheria inasema we notify, we don't request. Hii pumbavu yenye polisi wanatukujia hapa wanatuambia ati tufuate hii barabara, tusiimbe wimbo fulani, hizo ni mambo za ukoloni. Wakoloni tuliwafukuza. Kama wanatuletea wakoloni weusi watuambie, na sisi we will not surrender kwa wakoloni weusi. Wakoloni weusi sisi ndio tunawalipa ushuru, sisi ndio tumeweka ofisini. Lazima watekeleze katiba, lazima wafuate sheria. Leo sisi tunapigania ukombozi ya uchumi, si ukombozi wa political parties and multipartyism and democracy. Hiyo ilipiganiwa na wababa wetu. Leo hii sisi kama vijana tunapigania hali ya uchumi, kwa sababu hali ya uchumi imedidimia. Wananchi hawana pesa mfukoni, hawawezi gharamikia maisha yao. So tunaambia Kasongo na wale wabunge ambao wako bungeni, shukisheni uchumi na msikize wananchi. Sawa, asante sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo hali ilivyo. Hayo ni maoni yao. Tunaenda kusikia muda mfupi kutoka sasa hivi, watakuwa wanatoa taarifa kwa vyombo vya habari kuweza kujua ni kipi haswa wataweza kuwasilisha katika taarifa hiyo kwa vyombo vya habari. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, naregesha kwako studio Paul Kirobi. Na asante sana Quinto Wafula ukiwa katika kaunti ya Mombasa kwa kuweza kufuatilia wanaharakati ambao wanafanya maandamano ya kuadhimisha siku ya Sabasaba, miaka 36 baada ya maandamano hayo kufanyika mwaka wa 1990, kipindi ambacho wanaharakati walijitokeza na baadhi ya viongozi kuweza kuikomboa taifa kutokana na utawala wa chama kimoja, na hivyo basi kukawa na mageuzi ya Section 2A ambayo iliipa taifa hili nafasi ya kubuniwa kwa vyama vingi vya kisiasa. Ni taarifa ambazo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakuwa tunakujuza hapo mwendo wa baadaye, huku tukiungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini kwa sasa, mtazamaji, utaniruhusu tuweze kukuandalia tu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Tunaanza katika kaunti ya Turkana ambapo kamishna wa kaunti ya Turkana Julius Kavita amesisitiza kuwa serikali haitasitisha shughuli ya kuwapokonya wananchi silaha haramu katika kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Akizungumza wakati wa ziara yake katika eneo la Lokapel, Turkana Kusini, kamishna Kavita amesema kwamba serikali inaendelea kutumia nguvu ili kuweza kutoa silaha haramu mikononi mwa wananchi. Kwa mujibu wa Kavita, ukosefu wa usalama ndio ambao umechangia eneo hilo kusalia nyuma kimaendeleo. Shughuli hiyo haijapokelewa vyema na viongozi wengine. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai akiwa na viongozi wenzake wamelaumu maafisa wa kikosi maalum Special Operation Group SOG kwa madai ya kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kuwapokonya wananchi silaha. Viongozi hao wanasema kwamba wananchi wanapaswa kushughulikiwa kwa heshima wakati wa shughuli hiyo. Kama uko na bunduki na unajua hiyo bunduki ni haramu, na wewe kwa sababu ni mtakatifu hutaki kuonekana, patia rafiki yako hiyo bunduki arudishie wenyewe, na wenyewe ni serikali, ili tukae kwa amani. Tangu waingie hakuna mtu ameuawa. Tuwapatie nafasi, bunduki sirudishwe. Hiyo ni amri ya serikali na serikali haipembelezi, lakini serikali nasema bunduki sirudishwe ili tukae kwa amani. Isikae kama Israel ama Gaza, watu hawalali bunduki. Tunataka hapa iwe mambo ya amani na turudishe kila kitu na utajiri urudi kwa mfuko. Kwa hivyo mimi nawasihi kila mtu tupeane bunduki. Tupeane bunduki ndio tuishi kwa amani. Kwa sababu leo county commander ako hapa na county commissioner watatusaidia sisi wakati majirani wanakuja kutuchokoza, wako pale na sisi. Wenye anaweza kulima walime bila uoga, bila mali yao kuharibiwa. Pia tutaita mheshimiwa iko waziri na chiefs ya area hii, tuongeze NPR katika hii area na atafute sisi vijana wazuri. Yale mumeongea tumesikia, lakini wale watu wako hapa hawana neno. Na nikiangalia sura zenu mnataka kazi. Wacha tukichapa kazi usilalamike, sivyo?
Haya, sura itakuwa mbaya, lakini roho itakuwa safi, kazi itanyoroka. Na tukiachana na hayo, huku kero la makundi ya wahuni wanaotumika kisiasa likiendelea kutishia usalama wa amani ya nchi, Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nassir amewashutumu baadhi ya wanasiasa kwa kuwageuza wahudumu wa bodaboda kuwa vyombo vya ghasia na ukiukaji wa sheria, akisisitiza kuwa mustakabali wao unapaswa kujengwa kupitia ajira na uwezeshaji wa kiuchumi. Akizungumza katika uwanja wa Tononoka wakati wa hafla ya kukabidhi leseni kwa waendeshaji bodaboda 1300, Nassir alisema kwamba serikali ya kaunti imeendeleza ushirikiano na sekta hiyo kupitia utoaji wa leseni, vifaa vya usalama, kuimarisha vyama vya ushirika na mpango wa uwezeshaji wa umiliki wa pikipiki. Aidha, mbunge wa Likoni Mishi Mboko pamoja na mwenzake wa Jomvu Badi Twalib wamesisitiza kuwa sekta ya bodaboda ni nguzo muhimu ya uchumi wa taifa, huku wakitoa wito kwa kampuni zinazotoa mikopo kulegeza masharti ili kuwezesha waendeshaji kumiliki vyombo vyao. Abadan musikubali kutumiwa kuleta uhalifu katika hii Kenya. Na hii ni wasia kwa bodaboda zote zilioko katika hii Kenya mzima. We need to shun violence, tutoe mambo ya goonism, tutoe mambo ya kuwa sisi ndo ambao kwamba tunapeleka hizi crude weapons, sisi ndo tunapeleka wale ambao kwamba wataenda kufanya uhalifu katika mji na kuweza kuvunja mali ya wenyewe. Na tukiachana na hayo, kaunti ya Tana River inakabiliwa na ongezeko la kutia wasiwasi la vifo vya kina mama vinavyohusiana na ujauzito na kujifungua, huku wasichana walio balehe wakitajwa kuathirika zaidi. Abdulaziz Namika na mengi zaidi. Wataalamu wa afya wameonya kuwa kaunti hii imerekodi vifo 596 vya kina mama kwa kila vizazi hai 100,000, kiwango ambacho kiko juu zaidi ya lengo la malengo ya maendeleo endelevu ambalo linataka idadi hiyo ishuke hadi chini ya vifo 70 ifikapo mwaka wa 2030. Katika Kenya, Tana River pekee yake inapoteza kina mama 596 kwa kila. Na tukiachana na hayo, viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza ukanda wa magharibi ya nchi wamejitokeza na kuitetea pakubwa serikali kwa kile wanachosema imetatua pakubwa baadhi ya changamoto ambazo wanadai imekuwa kikwazo kikubwa eneo hilo. Isaac Famba na mengi zaidi. Licha ya shinikizo za kila mara kutoka kwa mirengo ya upinzani nchini, viongozi wanaoegemea serikali wamejitokeza na kupuuzilia mbali madai ya upinzani na kuweka wazi manufaa ya serikali. Wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka, viongozi hao wamewataka Wakenya kumpa Rais William Ruto nafasi ya kuhudumu kwa muhula wa pili na kukamilisha miradi yote aliyoanzisha kwenye awamu ya kwanza. Si mpira inaisha, hata inaweza kwenda extra time, si ni kweli? Kwa nini tunataka William Ruto acheze 45 minutes? Acheze 90 minutes kama wale wengine. Si namna hiyo? Na wengine, Kenyatta kwanza alikuwa 15 years. Moya akakuja akaleta uongozi ikafika hapa Nakuru akafanya 24 years. Mheshimiwa Kibaki akakuja akakuwa 10 years akarudisha ikaenda kule. Uhuru akakuja akaweka tena ikarudi huko. Saa hizi 10. Saa hizi Mheshimiwa William Ruto amekuja amefikisha hapa kwetu Chimoi. Amefikisha matunda hapa. Ni kupiringizia tu hivi inakuja upande wetu. Yenyewe mrie nao. Baadhi ya viongozi akiwemo mbunge wa Kiminini Kakai Bisau wamesifia baadhi ya miradi ikiwamo barabara ambazo zimewekwa kwenye mpango wa ujenzi na tayari mabilioni ya fedha kutengwa katika ufanikishaji wake. Tangu uhuru, kwa mfano, kule Kiminini kulikuwa hakuna lami. Ni ile inatoka tu Eldoret na ile inatoka Kitale kwenda Bungoma. Barabara Eldoret inapanuliwa kwa hii nafasi ya Mheshimiwa Rais. Barabara ya kutoka Tarbo ikuje Sihendu tayari kuna contractor kwenye site. Barabara ile kutoka Kambimiwa kwenda Saboti, Mheshimiwa Rais tayari pia amesukuma. Tunaenda kupata hiyo barabara. Kule Kiminini ya kuenda Ndalu, ukitoka Kiminini kwa soko upite Mitoto, lami. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Mirengo ya upinzani pia imetakiwa kusitisha siasa za kuwadaa wa Kenya, ikiwamo kutoa suluhu kwa baadhi ya changamoto inayoikumba taifa kabla ya kuendeleza mashinikizo ya kila mara. Kuna wengine wanatembea tu domodomo kaya humu, hawataki tutolee watu pesa. Wanauliza hizo pesa zinatoka wapi? Ukiwa kwa serikali ni ndogo. Serikali inakosa pesa. Hii siasa
siasa ni kupangwa. Hii siasa ni hesabu. Na hakuna mtu anajua kupanga hesabu ya siasa kushinda William Samoei Ruto. It will take us even 100 years tusipojipanga. Huyu ni mtoto wa jirani Sugoi. Na yeye tumechunguza ana uwezo wa kuchaguliwa tena. Tusipoteze nafasi hiyo kama watu wa eneo hili. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Isaac Famba ukiwa katika kaunti ya Trans Nzoia kwa kutujuza taarifa hiyo. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunarejea na mjadala hapa studioni kuhusiana na sauti ya mwananchi uongozini. Ikumbuke kwamba uchaguzi mdogo wa Olkalau unatarajiwa kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa Julai. Kwa hivyo tayari wageni wameshafika hapa studioni. Nitakuwa naye Johnson Friday ambaye ni mtaalamu wa uongozi na nitakuwa naye Flavia Nasambu ambaye ni wakili. Kwa hivyo mtazamaji, usiende mbali, nitakuwa na kujuza mengi zaidi.